Mashambulizi hayo ni mashambulizi ya nyota, kupitia nyota. Tulikuwa tunaweza kushambulia mtu kwa kupitia nyota yake. Tunaangalia aina ya hiyo nyota na jinsi gani ya kutumia, kwa sababu kama moja wapo ya ajenda tulikuwa nayo kwamba mtu akikwepa engo hii tumpate kwa engo hii. Kwa hiyo ukikosekana kwenye masuala ya mitego, masuala ya vifungo, au ukikosekana kwenye mambo ya vitu vingine, basi ulikuwa unashambulia kupitia vyakula. Kwa maana ukikosa kwa namna yote na unashambulia mtu kupitia vyakula. Lakini kuna hayo mageti ambayo nimesema tulikuwa tunaweza kuingia na kutoka na kuweza kuenda kuwasiliana. Hizo falme zote zina mawasiliano. Unaweza kuwasiliana kutoka kwenye wakuu wa giza kwenda kwenye wafalme wa baharini, na kutoka baharini kuzimu kwenda wafalme wa anga. Hiyo yote kulikuwa na malango maalum ambayo tulikuwa tunatumia kushambulia pia, ikiwemo hilo target ni lango la tulikuwa tunalitumia. Maana yake lile unaweka hivi, ukiweka hivi kwenye lile lango unasafiri. Ilikuwa ni stadi ya kuondokea. Ilikuwa ni saini ya kuondokea na kuingia ufalme mwingine. Pia kuna lango jingine la Sun Gate, kuna lango lingine la baharini, ambayo lile kuna sehemu inaitwa, kama watu fulani walifuatilia story fulani, wanasema kuna sehemu inaitwa bahari ya shetani. Yaani Bermuda. Ile eneo Triangle Bermuda. Bermuda Triangle. Bermuda Triangle. Pale ile ni lango kubwa sana. Yaani Lucifer mwenyewe tulikuwa tukifanya mission, yani kama kuna mission ya kwamba tuende tukafanya mission, matukio makubwa ya uharibifu na kuweza kupata kafara kubwa, ile geti ni geti kubwa. Yani ni lango kubwa sana ambao viumbe vikubwa wanapita pale. Na ndio maana wale watu ambao kama walikuwa madereva wa angani wa ndege wakiwa katisha lile eneo, au wale watu wa baharini, lile eneo kwanza kabla hajapoteza mwelekeo ikazama pale meli au ndege ikaanguka pale, huwa wanaona giza linatanda juu na chini. Kunakuwa na giza zito sana. Alafu baada ya muda unapiga mwanga mkali, na mwanga ule kunakuwa na vimajini fulani. Wale majini kashoki. Na wale majini wengine ambao ni hawa wa level ya chini huko. Yanakuja kama wao wataalamu wanasema vimondo, lakini ile sio vimondo. Yaani ile ni majini yanakuja kama mawe. Ya kashoki, wanaita kashoki. Hao yule akiendesha, yani ni mbinu zilikuwa za kuchagiza kwamba kuzamisha kama ni meli, lakini pia au ndege. Kuna zile ndege unakuta wanaambiwa ndege ilipaa, imeonekana imetoka vizuri, lakini imepotea, haieleweki ilienda wapi, haionekani. Hizo huwa tulikuwa kuna maktaba ya wakuu wa giza hapa duniani na kule kwenye anga, kwenye ule ufalme wetu. Ule ufalme kuna maktaba, na kwenye dunia pia ukuu wa giza kulikuwa na maktaba. Kuna sehemu moja inaitwa kisiwa cha wafu. Kisiwa cha ufu au cha wafu. Tanga. Kipo Tanga pale. Kile kisiwa ni maktaba mojawapo ya ufalme wa giza. Na pale huwa kuna matukio makubwa mazito huwa yanafanyika sana pale. Pale bwana, kulikuwa na watu walikuwa wanaishi, lakini sasa hivi hawaishi pale. Kuna hicho kisiwa? Iko kisiwa. Kisiwa kadogo. Na watu walijenga, walitaka kuishi pale. Lakini pale kuna siri nzito sana. Ndio. Kila mida ya usiku kuanzia saa 8, saa 7, saa 8, saa 9.
mtu yoyote akikatiza aidha ardhini au angani pale hawezi kutoka. Akikatiza angani au ardhini, lile eneo lile, manake pale panakuwaga na mambo ya kutisha ya kafara ya kuagiza. Tukitaka kusupply, yani zile damu ambazo watu wanatoa, wachawi wengine wanazitoa, tuna supply eneo lile. Na kisiwa kingine kiko kule, kuna vingine viko wapi huko? Kuna sehemu kinaitwa Pavigria. Hivyo vote ni visiwa vya kuagiza. Lakini pia kuna majengo mengine unakuta wanaambiwa walikuwepo watu wanaishi, lakini wamehama, wameacha kutokana na mauzauza walikuwa wanayaona. Yale mauzauza ni kitengo hiko cha wakuu wa giza. Yaani wengine wanafananisha hapo mizimu na wakuu wa giza na kitengo cha wafalme wa giza. Hivyo vyote vinaweza kufanya kazi kwa pamoja. Inaweza kuona kama ni mizimu, lakini kiuhalisia sio mizimu, ni wakuu wa giza. Hawa wanaweza, kwa sababu mizimu inawajibika kwa wakuu wa giza. Ili ipate kusurvive vizuri, ifanye kazi vizuri kwa nguvu zaidi. Kuna wakati huwa lazima ilete mikataba kwenye ufalme wa giza ili mtu aendelee kuwa, ile nguvu yao iendelee kuwa bora zaidi na kuweza kushambulia zaidi. Kwa hiyo kwenye yale maeneo kuna milango pia ambayo ilikuwa tunaitumia yaani milango yetu kiufupi, milango ya kuwa giza. Ukitaka kushirikia milango ya kuwa giza sio kama ya kuzimu. Kuna milango hii ya kuwa giza. Hilo Stargate ni mlango wa kuwa giza kuingia duniani, kushambulia na kutoka na kwenda kwenye falme zingine. Unaitwa Stargate. Yeah, Stargate. Kuna mwingine unaitwa Sun Gates. Kuna mwingine unaitwa The Moon Gates. The Moon Gates. Mageti ya kwenye mwezi. Kuna nyingine inaitwa The Right Gates. Na kuna ule pale triangle ile ya kule Bermuda. Ile ni malango ya wakuu wa giza kushambulia. Hayo ukisema napiga malango ya wakuu wa giza, piga hayo. Ndio wana uwezo wa kuingia na kutoka, kufanya mashambulizi, kuweka kisasi, yani kutoa kafara, kusababisha matukio yote. Nilitolea mfano Daudi wakati anashawishiwa na yule shetani, alikuwa juu ya mlima. Yule lango aliyopitia yule shetani, yule ni Anki Lucifer. Yule alimshawishi Daudi. Ila Biblia inasema tu shetani. Yule ni Lucifer, Anki Lucifer, huyu Lucifer wa hekima. Sasa yeye alipitia right gate. Yaani kasi yake ni sawasawa na kasi ya mionzi ya mwanga wa jua. Au mionzi ya mwezi au mionzi ya nyota. Ndo right gates. Yaani yule huwa muda mwingine anaweza kumshambulia mtu kupitia mwanga. Yaani yule ufalme wa giza milango yake pia mwanga tu. Anaweza kuwa mwanga wa kuingia kwa mtu kumshambulia. Yaani vile anavyo mwingine wakuta baada ya kuota jua, kama ulikusudiwa huyu mtu apate ugonjwa fulani, tatizo fulani, kuna jua hivi, anaenda, unakuta kuna moyo na msukuma, anaenda kuota jua. Hili jua hili pia kuna jua ambalo linatumika sana kishetani. Pia kuna jua la kawaida. Wakati mwingine ombea sana hata jua linalo kupiga. Manake kuna wengine wanaingiziwa magonjwa kupitia mionzi ile ya jua. Na ile mionzi ni kwamba yule jini amesafiri kupitia hiyo right gate, akaenda kushambulia. Sasa hapo huwa kuna matukio kupitia hilo gate. Shetani anayetumia hilo gate la right gate, ujue huyo amekusudia kwanza kusababisha aidha kwenda kufanya mashambulizi kwenye kanisa, kufanya shambulizi kwa mtu mmoja,
mashambulizi haya mara nyingi huwa yanakuja kwa ghafla. So. Kwa ghafla. Yaani kuna ile unasikia tulikuwa na mtu sasa hivi amefariki. Hatuelewi, yani hatuelewi mbona tulikuwa tukipiga naye story hapa. Kumbe jini yule alimshambulia kupitia ule mwanga. Unaenda unakata. Unamuua mtu. Lakini pia kanisa. Ile jua ile mionzi ikipiga kwenye kanisa. Hilo kanisa linavunjika, linaharibika. Kwa unakuta watu wanaanza kuugua magonjwa ya ajabu ajabu, wako ndani ya kanisa wanaomba lakini wanaugua magonjwa tofauti tofauti. Lakini pia hiyo mionzi, yani ile right gates, ilikuwa na uwezo wa kusafiri pale kutoka angani kwenda ardhini kwa sekunde 3. Yani ukipiga kufumba na kufumbua hesabu sekunde 1, 2, 3 upo. Umeshuka. Kwa hiyo alikuwa na uwezo kwamba kama nimetumwa kwa ajenda maalum kwamba niende sehemu fulani kwenda kuchukua data ya ule mji au kwenda kusababisha tukio fulani kama ni ajali au kwenda kuhakikisha kwamba unabomoa nyumba. Yani nyumba unakuta imejengwa inaweka crack. Crack zile zinadumu muda fulani inaanguka. Na akiangalia kama unakuta miji mikubwa. Naambiwa mji fulani ghorofa limedondoka. Na hiyo tunaiona sana huko, unakuta sehemu eti mara moto umewaka. Umeunguza soko. Au magorofa ya biashara yameanguka. Lile moja kwa moja linakuwa ni shambulizi la right gates. Yani hao majini wakuu wa giza huwa anatumia sana ile mionzi inavyopiga, inapiga kwa muda kadhaa. Ile mionzi huwa ile shambulizi huwa linatokeaga kwa siku hii moja. Lakini maandalizi yake tayari yanakuwa yameshaandaliwa kwa siku nyingi. Yani kwamba kunakuwa na kalenda maalum kwamba tarehe fulani siku fulani ni siku ya kwenda kushambulia eneo fulani. Ila sababu inaweza kuwepo pale. Inawezekana katika hao wote wanatafuta watu kadhaa tu ambao ni hatari kwenye ule ufalme. Yaani katika uharibifu wote watu wachache wanahitajika au damu inahitajika, watu kadhaa wafe. Lucifer amekaukiwa damu. Huwa akikaukiwa anaamrisha vitengo vyote vitafute damu kwa haraka. Kwa hiyo ile light gate na sun gates, yani geti la jua pale, kwanza kwenye jua pale kuna sun gate ndo light gates. Hiyo ni tofauti. Yani light gates jina la safiri kupitia mionzi ya jua. Mionzi, ule mwanga wa mionzi ya jua. Lakini sun gates yenyewe sasa. Sun gates. Sun gates. 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 Sun gates, yani jini anaenda, huyu mkuu wa giza au jini yule ambaye anataka kusababisha madhara, anaenda katikati ya jua. Pale katikati ya jua kuna Mungu jua. Pale huyu jini akienda pale, mimi nilikuwa napita pale. Wakati mwingine kwenye lile eneo ukifika pale lazima uweke ishara. Kuna ishara ya hivi. Ile ishara ukifika karibu na yule Mungu jua uweke hivi ili akuruhusu upite pale. Hiyo inakuwa ina maana gani kwa wao kule? Kwa wao kule kwenye ule ufalme, yani kwa yeye Mungu jua na kwetu inamaanisha kwamba nimepata kibali kutoka kwa Lucifer kupitia lango lako. Kwa hiyo niruhusu nipite pale, akatizi mtu hivi hivi.
niruhusu nipite. Lakini hiyo hiyo kwenye vitengo vingine huwa inatumika. Mfano Illuminati wanatumia hii. Sasa huko nitaongea pia. Sasa pale kwenye jua yule mungu Zinshizda Zumaridi yule. Mungu jua anaitwa Zinshizda Zumaridi. Ndio anakaa hapo? Anakaa pale kwenye mageti ya sun gates. Zinshizda Zumaridi. Mtutajie spelling. Najua kuna watu wengine pia wanaandika hapo. Ndiyo. Yule anaitwa Zinshizda. Zinshizda. Yani Zumaridi. Zinshizda Zumaridi. Yule ni mungu wa jua. Anakaa katikati ya jua pale. Na wakati mwingine huwa wanaona kuna alama fulani ukuta kama mtu yuko pale. Sijui nini zile, kama wakati wa Yahudi pia walikuwa wanaabudu zile ishara. Yesu kuna sehemu akasema mlikuwa mkitazama hapo jua mnajua kwamba hizi nyakati gani. Yaani wale wasoma nyota huwa wakati mwingine walikuwa wanaangalia jua, mamajusi wanaangalia yule Zinshizda anawapa alama kwamba sasa hiki kipindi watabiri wale wanapewa alama zile, huwa wanaangalia zile alama, wanajua mvua itanyesha lini. Kwamba zinawaambia zile alama kwamba siku gani kutakuwa na tukio fulani. Hata ndo hao wanajimu. Kwamba anajua nyota ya mtu ni nani amezaliwa sehemu fulani kupitia hizo ishara. Sasa kienda pale kwa hii, yani nikiweka hivi naruhusiwa. Ninapita pale. Sasa napita kwenye umbo la mashetani. Ambao mimi nilipewa lile umbo. Lile umbo lilikuwa na uwezo wa kwenda sehemu nisionekane. Nikitaka nisionekane, lakini nikiamua kumtokea mtu lile umbo, hakuna mtu ambaye alikuwa na uwezo kuniona kwenye lile umbo alafu akaishi hivi. Kwa maana lina utisho, lina utisho. Yaani ile ni sura, kuna sura 26 nilikuwa nazo nikiweza kutokea. Nilikuwa na uwezo kutokea hilo umbo la kutisha. Nilikuwa na uwezo kuja kama paka. Nilikuwa na uwezo wa kuja kama radi. Kama radi. Pia wakati mwingine nilikuwa na uwezo wa kufika kwa mtu anaweza kusema huyu ni panya. Lakini sio panya. Nina uwezo wote wa kuvaa maumbo. Hiyo mimi elimu hiyo nililelewa kwenye hiyo elimu ya maumbo. Sawa. Tofauti na wanaosoma. Mimi nililelewa kwa vitendo. Okay. Kwa hiyo sasa ile nilikuwa na uwezo wa kupitia hata upepo. Lakini wakati mwingine kwenye upepo utagundua vitu fulani. Maanake kwenye ule upepo kunakuja kama vumbi hivi, kama kimbunga hivi. Na kuwepo mle ndani kama kimbunga. Naenda na minya mtu nikifanya hivi kwenye kile kimbunga, maanake naua. Naua huyu mtu. Na nikikanyaga muda mwingine naweza nikakanyaga mle maanake kwa asilimia kadhaa huyu mtu tayari anaanza kupata magonjwa ya kifafa. Kifafa kile asilimia kubwa kwa nini viponi, unakuta watu waponi vifafa na madegedege. Yale anagongeshwa kwenye lile vumbi, anagongeshwa kwenye ule upepo. Yaani yule mtu anapigizwa. Kama ni mtoto anaanguka kifafa, kuna yule ambayo kama Yesu anasema yule mtu ukisoma kwa Biblia alikuwa anatupwa kwenye moto, kila mara anaanguka. Maana yake kuna vifafa vya namna hiyo, anagongeshwa kwenye mwamba wa upepo. Na huyu mtu maana yake kupona lazima yapigwe ile mageti hayo. Yaliyoruhusu yashughulikie na huo ufalme kwa hayo majina. Kwa hiyo anaweza akatoka hapo. Anaweza akafunguliwa. Kwa hiyo nilikuwa naweza kutumia kule nikifanya hizo nembo naingia kwenye jua na kuja sasa nashambulia sehemu fulani. Ile jua tunapoiona dunia hii, ile jua linamulika pande zote. Yaani liko nje na liko ndani ya dunia.
Kwa hiyo mlango ule wa jua ni mpana sana, maanake unaweza kwenda popote sehemu ya dunia yoyote, maanake dunia na jua, yani jua ni kubwa kuliko dunia. Kwa hiyo lile ni geti kubwa sana ambako muda mwingine Lucifer anapitia hata yeye pale. Yeye hahitaji ruhusa. Kwa sababu hivyo vyote huko yeye ndio ana mamlaka. Na akiamua sasa kazi kupigana yeye, huyu Mkristo akifika level fulani kwamba sasa ni level, yani amefika viwango vya juu, sasa ile habari zake zimefika mpaka kwa Lucifer. Anatumia hizo. Sawa. Anapiga huko. Anatumia hayo mageti. Sasa pia hiyo ni sun gates. Kuna wasimamizi kuna hayo mageti na majina yao? Wako wasimamizi. Majina labda unayakumbuka? Pale kwenye jua tu ndo yuko huyo. Zingshigda. Zingshizda. Zumaridi, yeah. Lakini katika huku Starlight, right gates, hakuna msimamizi. Ni uwezo wa ambao tuko nao, ila kwenye Stargates kuna msimamizi. Yule kwenye Stargate gates, yale mageti ya Star, kuna wasimamizi ambao wale wasimamizi mmoja wapo anaitwa yule ni jini ambaye pia anaitwa yule jina lake anaitwa huyo kidogo, na jina lake ni gumu. Sawa. Jina lake ni gumu. Okay, sawa. Sasa na swali kidogo. Ndiyo. Kwenye wakati kuna hizo ziara na jamaa wanatumia jua. Ndiyo. Katika kufanya hizo operation zao. Katika hali ya kawaida, hali ya kibinadamu, ndiyo, jua linaumiza na linachoma mwili wa mwanadamu. Yeah. Wao hawaathiriki na ule ukali wa jua? Viumbe hivyo vya rohoni? Hivyo viumbe haviathiriki. Hivyo viumbe haviathiriki kwa sababu venyewe vinaweza, yani muda mwingine Mungu aliumba hivyo viumbe, tuseme kwamba vina control, vinaweza kucontrol mionzi hiyo. Yani wanachoshindwa shetani ni kuumba tu vya kwake. Kuumba tu vya kwake, kwamba atoe hilo jua la Mungu aumbe jua lake. Lakini hilo ana control hivyo vyote hivyo. Kwa ndo hapo wanapoweza kujaribu kushinda. Kwa hiyo huyu, hayo mageti yana walinzi na kuna ishara. Ukifika pale kwenye Stargate ukiweka hivi, unapita. Na ukifika kwenye the moon, the moon gates, pale pia kuna walinzi. Kuna huyu anaitwa Yantra na Thamanta. Hawa ni walinzi wa kwenye the moon gates. Pia hawa ni moja ya watoaji uchawi mkubwa na walimu wa uchawi mkubwa kwenye elimu ya mwezi. Ndio. Swala la mwezi, ile mtu anafungwa kifungo cha mwezi, kwamba mwezi ukiwa mchanga hali yake inakuwa mbaya, mwezi ukikomaa hali yake inakuwa vizuri. Hawa ndio wanadili sana na vifungo vya kwenye mwezi. Na pia hivyo vifungo vilikuwa, hiyo milango inatumika kusafirisha vifungo vingine ambayo vinatoka duniani kwenda kwenye hizo kwenye vifungo vya hizo falme. Nani gani umesema? Ya umesema nini ambayo inatumia mifumo kutoka duniani kupeleka huko? Hayo mageti. Mageti yote hayo. Mageti yote hayo pia yanatumika kutoa vifungo duniani kupeleka huko. Lakini pia mwezi, ile the moon gates pale tulikuwa na kwa nembo ya kuingilia. Ukifika pale unaweka ishara ya hivi, yani hii miguu unaweka X ukiwa umesimama, umekaa, ukiwa yani unasimama hivi. Kwa hiyo sasa ukiweka hivi
Manake unaomba ruhusa ule mlango ufunguke uweze kupenya hivi. Mikono inakuwa hivi, uweke hivi. Ya sharti ikae hivi. Kwa hiyo hapo manake ni ruhusa, uruhusiwe kupita lile lango. Sasa wale Samantha na Yonta wale wanaruhusu kutokana na hiyo alama. Kwamba hiyo inamaanisha pia umeruhusiwa na Lucifer kupita huko. Hawezi kukatisha jini yoyote kiumbe bila ridhaa kwenye hayo mageti, hayo ni mageti makubwa. Bila ridhaa ya yule jini mkubwa. Kwa hiyo pale sasa kama naenda kufanya biashara, yani mchawi yuko duniani huku ameomba msaada. Kwamba nataka kifungo cha huyu kihamishiwe kwenye jua. Au kihamishiwe kwenu kwenye ufalme wa giza, wakuu wa giza kije kwenu, huyu mtu asitoke. Tunaenda kuongea na mchawi kupitia hayo mageti. Na nabadilishana sasa kupitia hayo mageti. Yeye nampa mkataba kwamba wewe utafanya hivi, utakuwa kila mwisho wa mwezi au kila mwaka kuimarisha hiki kifungo utafanya ibada. Ibada fulani utakuwa unafanya. Na ile ibada atakuwa anatoa sadaka. Sadaka kwa anaweza kutoa ile sadaka ni tofauti. Maanake hizi sadaka anazotoa walikuwa anatoa njiwa mwenye madoadoa. Pia anatoa huyu tai wa kawaida hawa. Yaani mchawi afanye juu chini ampate tai. Na tai katika ulimwengu wa roho automatiki wala wanatumika sana kichawi. Tai au atoe damu, aende kule kwenye maktaba za wafu. Hizo kati hizo nilizozitaja. Aende kule atafute ni sadaka gani ya kutupendeza. Lakini pia anaweza kusababisha ajali yeye au akaua mtu kwa kifo cha ghafla kwa kuchoma sindano ya kichawi ya kishetani. Mazingira kama hayo unakuta huyu mchawi anapokuwa tayari sasa kubadilisha kile kifungo. Anatoa kafara aidha mtoto wake wa kwanza au mtoto wa mwisho, na anaamrishwa kwamba mpaka tarehe ngapi. Maanake kitengo ambacho ni kwepo cha wakuu wa giza huwa kinaamrisha ndani ya muda wa siku 30 huwa umemleta huyo mtoto, damu ya huyo mtoto. Na haleti tu hivi hivi. Ile damu tunachunguza kama ni damu ambayo kweli ina viwango vya juu. Kwa hiyo ikiwa na viwango vya juu, yule mchawi anasema nitaleta damu, nitaitoa ya huyu mtoto au ya fulani nitatoa. Kwa hiyo pale moja kwa moja tunamsaidia kile kifungo kinakaa kule. Na mtu mpaka atoke kule, maana yake apige hayo mageti yote. Akifikie kile kifungo, ajinasue pale. Atoke. Sasa milango pia kuna milango ya hiyo milango ya wakuu wa giza. Wakuu wa giza tunapitia hiyo milango kwenda kufanya mashambulizi sehemu tofauti tofauti. Kuna mambo makubwa ambayo ni wakati nipo kule, mengine tulikuwa nafanya mfano kupiga ndege zinazokatisha katika eneo, tuko kwenye kikao pale au tuko kwenye mambo ya muhimu, alafu unakuta ndege inakatisha ile anga. Ile inapigwa au moja kwa moja inachukuliwa na kuepo kule. Yaani na watu walio hai wanachinjwa wakiwa hai wale walioko kwenye ndege. Na haiwezi kuonekana hiyo, kwa sababu ile moja kwa moja inakuwa imeingia kwenye chumba cha wakuu wa giza. Yaani kuna zingine huwa zinakosea. Au kama Lucifer alipenda kwamba ndani ya humo kuna damu kadhaa jitwalie, wanapoteza mwelekeo. Ile ndege inapoteza mwelekeo. Au pia alitaka kupitia hii ajali ya meli,
au ajali ya meli zile baharini pia. Wakua giza ni kitengo ambacho kinaoana pande zote, yani kinaweza kuingia kupitia hayo mageti. Kaenda kushambulia baharini kupitia hayo mageti, kaenda kushambulia ardhini kupitia hayo mageti, mionzi, starlight, kaenda kushambulia wapi kupitia hayo mageti. Kwa kama anahitaji kafara, kwamba kafara ya ajali hizi za duniani hizi au kafara ya baharini, kuna damu mle, kuna damu Lucifer anaitaka. Kwa hiyo unaenda kupitia mageti, unaenda unasababisha ile tukio kwenye meli inapata itrafu, au anaona mwamba, walikuwa wauone, ukifika karibu anaona kama mwamba, lakini ni jini yule anakuwa amejitengeneza kama mwamba, unaenda unakaa pale kama mwamba. Kwa hiyo akija yeye anazama. Kama hakuna nguvu za Mungu, maana wengi hawa wanaoongoza hivyo, ndo hivyo Yesu hawana. Unapoenda safari yoyote, mkabidhi Yesu, mkabidhi Mungu hiyo safari. Amina. Iombee. Kwa sababu nilikuwa na uwezo, vitu vingine ambavyo tulikuwa tunavifanya, tulikuwa na uwezo wa kutengeneza, yani unakuta barabara ya kawaida iliyozoeleka, huyu dereva anaijua kabisa ni hii. Sawa. Lakini kupitia ile mashambulizi yale ya Starlight ya ile geti, ulikuwa na uwezo wa kumtengenezea dereva barabara bandia. Usione hizi ajali hizi eti amekosea amekosea njia akamuovertake mtu fulani. Maana yake yeye alikuwa anaona yuko sawa. Na ile barabara kabisa unakuta alikuwa anapita upande wake. Lakini kwa nini alikuwa anaona apita upande wake? Ghafla ile ajali iliyotokea kwamba aliovertake gari ya mwingine, kwamba wakagongana, alienda upande huu ambao sio upande wake. Alikuwa na overtake gari ya mbele. Ni kwa sababu barabara bandia pale. Yaani yeye tunamuonyesha ile barabara kwamba bado ni pana, ni kubwa, na hii ndo njia yako wewe sahihi. Ukiovertake hapa, huyu atarudi huku. Kumbe huku sio barabara kiuhalisia. Ni jini yupo huku, anajitengeneza kama barabara. Kwa huyu anapozama kwenda huku, anasema huku kuna nafasi, naweza nikamovertake huyu, nikampita na nikaingia, nikaenda mbele, nikatangulia. Huyu huku ambaye hajafanywa uchawi, haioni ile barabara. Unaona? Ndio. Haoni. Kwa hiyo huyu moja kwa moja anavyo-overtake, tayari wanakutana na huyu, wanagongana. Haioni huyu huko, haoni nafasi kabla hajagongana. Sasa hivyo vitu ulikuwa na uwezo wa kuvitengeneza. Na kama sehemu zingine pia unaona kwenye mambo mengine unakuta mara baharini, mtu ameenda huko, amepotelea huko. Labda nizungumze kidogo pia kwenye eneo la ufalme wa baharini. Sawa. Baharini pia kuna siri nzito sana kwenye ule ufalme. Pale nilisema kuna vyumba 150. Labda nigusie vyumba vichache. Sawa.